Ukiwa mfugaji wa kuku wa kienyeji na unataka kutengeneza pesa kwenye ufugaji wa kuku wa kienyeji, basi sikiliza vizuri hii video mpaka mwisho. Nitakuelekeza mbinu sahihi au mwongozo sahihi ambao unaweza kwa kufanya wewe mfugaji wa kuku wa kienyeji ukatengeneza pesa kwenye ufugaji wa kuku, yaani ufugaji ukawa na tija kwako. Kuna wafugaji wengi ambao wanafuga, lakini swala zima la kutengeneza pesa, kupata kipato vizuri kwenye ufugaji wa hao kuku kidogo huwaga inakuwaga ni shida. Kwa hiyo nisikilize hii video mpaka mwisho ili uweze kupata muundo sahihi ambao wewe mfugaji wa kuku wa kienyeji unapaswa kuufuata ili uweze kutengeneza pesa. Hapa nitakuwekea miundo mitatu ambayo unaweza ukatengeneza pesa kwenye ufugaji wa kuku wa kienyeji. Bila ya kuchelewesha muda, tuanze na muundo wa kwanza. Muundo wa kwanza ni kuuza mayai ya kuku wa kienyeji. Mayai ya kuku wa kienyeji yana tofauti kubwa sana na mayai ya kuku wa kisasa au chotara kwenye upande wa thamani. Mayai ya kuku wa kienyeji yana thamani kubwa sana, na kuku wa kienyeji ukiwalisha vizuri, kwa mfano ukitumia kanuni ambazo sisi tumeziweka kwenye vitabu kama vile kitabu cha Safari ya Ufugaji na kitabu cha Tiba Asili, lakini pia ukawa unawapa majani, mboga za majani za kutosha, kuku wako wanakuwa wanataga sana. Sisi hapa KingoFarm kuku wetu wa kienyeji huwa wanataga hadi mayai 28 mfululizo, tofauti na vile ambavyo imezoeleka kwamba kuku wa kienyeji ana uwezo wa kutaga mayai 13, 14 kisha anaanza kulalia. Anataga mayai mpaka 28 ndipo anaanza kulalia. Kwa hiyo kama utakuwa na kuku wengi, ukapata soko sahihi la kuuza mayai ya kuku wa kienyeji, tray moja la mayai wa kuku wa kienyeji likiuzwa bei rahisi kabisa linauzwa shilingi 18,000 na yanahitajika sana sokoni. Kwa hiyo utapata pesa vizuri sana. Kikubwa hakikisha una elimu ya kutosha ya namna ambavyo unaweza kudhibiti magonjwa, kuwafanya kuku wako waweze kutaga vizuri, lakini pia jinsi ya kuwaondoa wale kuku kile kipindi ambacho huwa wanalalia. Maana yake wewe kama unauza mayai, tegemea kwamba kuku wako watakuwa wanalalia mchanga. Kwa hiyo ni jinsi gani ambavyo utaweza kuwafanya kuku wako wasipitie kile kipindi cha kulalia mchanga, kisha wakaendelea na kutaga. Mbinu zote hizi sisi tumezielekeza kwenye ufugaji bora wa kuku wa kienyeji. Hiki kitabu ambacho unakiona hapa kina hizi mbinu zote. Pale mwishoni tumeweka kabisa changamoto za kuku ambao wanataga. Utakuta pia tumeelezea hiyo changamoto ya kuku kulalia mchanga. Ukitaka kitabu hiki utakipata kwa shilingi 10,000 na ni soft copy, tunakutumia kwa njia ya WhatsApp. Kwa hiyo eneo la kwanza kabisa, kuuza mayai. Mayai yana soko kubwa sana, na uzuri wa kuku wa kienyeji hawali sana, tofauti na wale kuku wa mayai ambao kama bei ya mayai ikishuka, basi unaweza ukatengeneza hasara kwenye ufugaji. Nakuja kukueleza mbinu ya pili, namna ambavyo unaweza ukapata pesa kwenye ufugaji wa kuku wa kienyeji. Hii mbinu bwana, kwanza haihitaji wale watu ambao wana haraka haraka, yani mtu ambaye anategemea ndani ya miezi 3, 4, 5 aweze kupata pesa kwenye ufugaji wa kuku. Hii mbinu inahitaji mfugaji ambaye ana malengo ya muda mrefu. Hapa bwana, kwanza utahitaji kabisa kuanza na mtaji mdogo, kisha kuku wako wawe wanazaliana. Unaweza kuanza na kuku 10, unaweza kuanza na kuku 30. Kwa mfano sisi hapa tulianza na kuku 30 tu, tukatenga muda wa kutosha. Sisi malengo yetu yalikuwa ni zaidi ya miaka 2. Unaweza ukaona hata wewe ukajifunza hivyo. Maana yake ndani ya miaka 2 tutakuwa tunazalisha tu kuku. Na namna ambavyo sisi tunafanya hapa ni kwamba hawa kuku wanataga. Wakitaga mayai, tunachukua mayai yao tunaweka kwenye incubator. Tunazo incubator za kutotoleshea mayai. Lakini pia hata kama wewe unahitaji huaga tunaziuza. Kwa hiyo tukiweka kwenye incubator na mayai mengine wanalalia wao wenyewe. Lakini kitu ambacho tunahakikisha ni kwamba tunawasaidia kwenye uleaji wa vifaranga. Yaani ikifika ile hatua ya kuku kuweza kulea vifaranga, basi huwa tunawanyang'anya, tunatengeneza bulda, tunawalea kisasa kabisa kwa kuwapa chakula, chanjo, kinga za asili ili kuzuia upotevu
wa muda. Ninaposema upotevu wa muda, maana kwamba wale kuku ambao ilitakiwa wale vifaranga wataendelea na utagaji. Lakini pia jambo la pili ni kuzuia vifo. Maana kuku ukimwachia yeye mwenyewe vifaranga utatengeneza vifo. Na kitu kingine ni kwamba tunazuia hawa kuku udumavu. Mara nyingi sana vifaranga wakilelewa na mama yao huwa wanapata udumavu kutokana na kupata lishe ambayo ipo bora. Kwa hiyo tukiwaweka kwenye bulda huwa wanapata lishe bora na wanakuwa vizuri kabisa. Kwa speed ambayo wanakuwa ni tofauti na vile ambavyo ukimwachia mama yao awale. Hii njia ninawashauri sana wafugaji wengi, ukiitumia utapata pesa nyingi sana. Kikubwa hakikisha unazingatia chanjo vizuri kabisa. Elimu ya ufugaji unaipata vizuri kabisa. Maana yake changamoto kubwa ya hapa ni kwamba unaweza ukaanza na kuku 30 kama hivi ambavyo tumeanza sisi, ukafikisha kuku hata 200 au 300 400, kisha wakapitiwa na ugonjwa kama vile kideri wakafa wote. Na hii changamoto imewakumba wafugaji wengi sana. Unakuta nilianza na kuku 10 nikafikisha kuku mpaka 100, lakini wakafa wote. Lakini sambamba na hivyo unapaswa kubadilisha uzao wa kuku, yani wanavyozidi kwenda. Unaweza ukawaita wateja ukauza jogoo wako wote, ukaenda ukanunua sehemu nyingine jogoo wengine, ukanunua hata jogoo 5 ngapi, ili uweze kubadilisha kile kizazi kadri ambavyo kinaenda na ukapata uzao bora. Lakini pia unaweza ukachanganyia na jogoo wa chotara ambao ukapata kuku wenye ubora, wenye maumbo makubwa zaidi na uzito mkubwa zaidi, kuku wa kienyeji ambao wanakuwa na uzito mkubwa zaidi, na hivyo ukawauza kwa bei kubwa. Ukifanya hivi ukafanikiwa, mtaji wako wewe unaweza kutumia mtaji mdogo, lakini ukapata pesa nyingi sana baada ya wale kuku kuwa wengi. Kikubwa ni kutenga muda wako wa kutosha. Yani kutenga muda wa miaka 2 sio masihara, lakini baada ya miaka 2 utapata kipato kikubwa sana kwa mtaji mdogo ambao uliwekeza miaka 2 iliyopita. Lakini pia baada ya kuona hii mbinu ya pili ambayo unaweza kuwalea kuku wako kwa miaka 2, wengine labda walikuwa wanatotolesha wenyewe, wengine wanatumia incubator, itakukaribisha sehemu ya 3, mbinu ya 3 ambayo ni kuzalisha vifaranga na kuwauza. Unakuwa unawaweka kwenye maboksi vifaranga kama hivyo, unawasafirishia wateja wako. Na nikwambie kitu kimoja tu ambacho ukijui, mimi mwenyewe hapa huwa napigiwa sana simu wakiniulizia sehemu gani watu wanaweza wakapata vifaranga wa kuku wa kienyeji. Huwa nashindwa kujibu ile swali. Mimi mwenyewe sijui nani anauza vifaranga kuku wa kienyeji, lakini hata saa hizo ukinipigia simu, broiler unawapata wapi, chotara unawapata wapi, wanaozalisha ni wengi, lakini uzalishaji wa hawa kuku wa kienyeji upo chini sana. Kwa hiyo ni sehemu ambayo kama utaingia utaweza kutengeneza biashara nzuri sana kwenye ufugaji wa kuku hawa. Kwa hiyo hayo ni maeneo matatu ambayo unaweza ukatengeneza pesa kwenye ufugaji wa kuku wa kienyeji. Na mwisho kabisa ni kukumbusha, unaweza ukajiunga na group letu la KingoFarm la mafunzo ya ufugaji kwa ada ya shilingi 8,000 kwa muda wa miezi 2, lakini pia tunavyo vitabu ambavyo vinatoa elimu ya ufugaji. Ukitaka kufuga kuku wa kienyeji, jinsi ya kutengeneza dawa, vipo vitabu mbalimbali. Vitabu vyetu sisi ni shilingi 10,000 na ni soft copy na kutumia kwa njia ya WhatsApp. Lakini pia tunazo incubator safi kabisa kwa ajili ya kutotoleshea. Tutafute kwenye namba ya simu hiyo hapo ili tuweze kuwasiliana, uweze kupata vifaranga wenye ubora zaidi.